mabalozi na wajumbe wao 4 kushiriki kwenye vikao vya maamuzi ya chama chetu. Na huo ndio kurudisha chama chetu kwa wananchi wenyewe, kipate maamuzi kutoka kwa wananchi wenyewe. Sote hatuwezi kwenda kupigia kura za maoni, lakini tukateuliwa mabalozi wetu na wajumbe 4 ndani ya nyumba zile 10 ili kuona wanaweza kwenda kutuwakilisha. Sasa ile ni heshima kubwa sana, lakini heshima hiyo imeanza kutumiwa vibaya. Wengi wao wameanza kuwapigia watiania. Mimi shina namba 3, kama hujaja huku huoni ndani. Lakini wengine wakasema shina namba 27. Sijawahi kusema Same, nasema baadhi, pengine kwengine. Mgombea huku unakuja huji, na kama unakuja unatuacha vipi? Uachwe vipi? Utaachwa hivyo hivyo, kwa sababu hatutaki rushwa, na tulitoa watu wengi kwa sababu chama hichi kiweze kujengeka. Jengine ninalotaka kulizungumza leo, kuchafuana wanachama. Tunapogombea, kwanza kila kiongozi anayegombea uongozi kwenye CCM ni mzuri, wote ni wazuri, lakini tutazidiana kwa kupigiwa kura na wananchi wetu, na ndani ya jambo hilo tusichafuane. Ukimchafua mwenzio unachafua chama chetu, na hatutakubaliana na wewe kuendelea kuichafua taasisi kubwa kama hii. Sisi hatutokufumbia macho na hatutokuacha kabisa, na hatutajadili fomu yako. Lazima tukumbuke ile ibara ya 4 fasiri ya pili ambayo nimesema kila mtu ana haki ya kutambuliwa na kuthamini watu wake. Sote tuko sawa, na kwenye jambo hili tusibaguane. Tunaingia kwenye kura za maoni sasa, tusibaguane. Tutakuwa na makundi mbalimbali, na huwezi kuwa huna kundi ili ushinde. Lazima uwe na kundi, lazima ndio ushinde. Sasa tunapofika pale, kila mtu amchague yule anayempenda, na baadaye tukimaliza mshindi ndio mshindi wa Chama cha Mapinduzi. Tunavunja yale makundi yetu, tunamuunga mkono mtu mmoja. Imani yangu wanasame wote mmenielewa kwa hili jambo ambalo nimelizungumza hapa, na ningekuwa sikuzungumza hichi kitu kukwambieni, Mwenyezi Mungu pengine angenihukumu, lakini nikaona nitoe alokuwa ndani ya moyo wangu, na kwa sababu leo mmenipa heshima kubwa ya utifu, na mimi nikasema niwaambie wenzangu. CCM oye! Mbona kimya? Ameingia sindani. Wakati tunafungua majengo mapya ya kisasa, tunahitaji kuwajibika kwa kuandaa mafunzo, semina na madarasa ya itikadi na uongozi katika ngazi zetu mbalimbali za uongozi. Ndugu zangu viongozi, wananchi wote, naelewa kwamba mwaka huu wa uchaguzi mkuu wa serikali za ngazi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi na madiwani. Hivyo Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwaandaa, kuwachuja, kuwateua, kuwanadi na kuwapa majukumu ya uongozi wanachama wenye sifa ya kuongoza serikali kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, wanachama tunahitaji awe mchapakazi, mwenye kujitolea sadaka kwa kuwatumikia watu wetu, hasa wananchi wetu wa kawaida. Jambo letu la pili, mwanachama tunayemhitaji awe mwepesi kuona, kusikiliza na kuguswa na shida za wananchi wake. Tena awe jasiri katika kupigania haki za wanyonge, na awe na uwezo wa ubunifu katika kutatua kero za wananchi wake. Anayechukia na kupiga vita rushwa na ufisadi kwa vitendo. Tunahitaji mwanachama anayeomba uongozi awe na uwezo wa kueleza wananchi kwa uwazi kuhusu serikali yao inayowapeleka wapi na mujibu wa kila mtu, ili waunge mkono serikali ya chama chake.
au sio? Tuna mashaka? Hatujawahi kuwa na mashaka na wala hatutakuwa na mashaka. Tarehe na wakati utakapofika tutafanya kweli. Niwashukuru sana wanachama wenzangu kwa kuamua, kwa kuchanga kidogo kidogo, na jengo tunaliona. Tulijibadilisha tukawa mfumo wa mchwa, kila mmoja akaleta kile ambacho Mwenyezi Mungu alimjalia. Jengo limeonekana, na kwa Same sina mashaka, wakiamua inawezekana. Sasa hapa ameamua jengo la wilaya limetokea, tutaenda kwenye kata, si ndivyo? Na kwenye matawi yetu, ili kila mahali tuwe na address ya chama chetu. Tusiwe kama wale wengine ambao hawajui asubuhi saa ngapi, jioni saa ngapi, wanapatikana wapi, hawajulikani mahali watakapopatikana, isipokuwa wataonekana kampeni zikianza. Na tukifunga kampeni wanafunga kila kitu, utawapata mahali. Lakini Chama cha Mapinduzi kinapatikana kuanzia ngazi ya ubalozi. Katika kipindi cha miaka 4.5 sasa cha uongozi wake, mkoa wa Kilimanjaro umeshapokea fedha za maendeleo trilioni 1 bilioni 400.3. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, fedha hizo zimepatikana ndani ya miaka 4.5, lakini nyuma huko, kabla ya wana CCM hawajapendeza namna hii, miaka 25 iliyopita tulipokea bilioni 285 tu za maendeleo. Sasa miaka 25 bilioni 285, miaka 4.5 trilioni 1 bilioni 400.3. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Wanasame maendeleo mmeona, mjayaona? Mmeona hospitali? Mnaona mradi wa maji Mwanga Same Korogwe? Mmeona shule? Mmeona Yeye ndo anatudai sisi. Yeye ndo anatudai. Sisi hatumdai. Kwa hiyo kama kawaida yenu Wanasame, mtafanya kile kinachotakiwa mwezi Oktoba. Kweli si kweli? Kweli. Jumla ya michango hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa maana ya mchango ya wabunge wetu, wanachama pamoja na wadau mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi, ndio inaleta jumla ya zile fedha milioni 164 ambazo zimekamilisha ujenzi wa ofisi hii. Muda wa utekelezaji kukamilika kwa ujenzi wa jengo hili la CCM wilaya. Ujenzi huu wa jengo la CCM wilaya ulipoanza rasmi mwaka 2022 na kukamilika na kufunguliwa leo rasmi tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025, umechukua muda takriban muda wa miaka 3 na miezi 4. Faida ya mradi au faida ya ujenzi wa ofisi ya CCM ya wilaya: moja, chama wilaya kimepata ofisi mpya na ya kisasa yenye kutosheleza mahitaji ya chama na jumuiya zake. Pili, wanachama wanajivunia kwa ushiriki wao wa moja kwa moja kufanikisha ujenzi wa ofisi hii. Changamoto zilizojitokeza kwenye kufanikisha mradi huu: moja, mradi wa ujenzi wa ofisi ya CCM wilaya ulichelewa kukamilika kwa wakati kwa sababu ya kusuasua kwa michango ya wadau pamoja na wanachama, na kupelekea ujenzi huu kukamilika kwa kuchelewa, na umechukua miaka 3 na miezi 4 mpaka mradi kukamilika. Changamoto ya pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu ulikuwa una vibanda vya biashara ambavyo vingezunguka kule kwenye barabara yetu, na kuna barabara moja inaenda hivi. Vibanda hivyo vinafikia vibanda 35. Hivyo vibanda bado havijakamilika
na baada ya kupata ofisi hii tunatarajia nguvu kubwa tuelekeze kwenye kitega uchumi hicho. Lakini sambamba na vyoo, ofisi hii ina vyoo kwa maana kwenye ofisi za ndani na ofisi za staff, lakini kwa nje kwa maana ya mikutano, kwa maana kuna ukumbi kule nyuma, kuna vyoo ambavyo bado havijakamilika. Hilo swala nalo pia tunaendelea nalo. Hitimisho, Chama cha Mapinduzi kinatoa shukrani za dhati kwa viongozi wa chama, wa serikali, wa bunge pamoja na wanachama na wadau mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi waliojitoa kwa hali na mali kuhakikisha ujenzi wa ofisi ya CCM wilaya kukamilika na kuleta taswira chanya ya Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya yetu ya Same.